Tuamua kuichukua ile challenge. Ndio. Na leo niko hapa kwa ajili ya kuronji sasa challenge yetu ya X Factor. Ndio. X Factor prayer. Ndio. Anaweza kawa namba 6 au anaweza kawa si namba 6, lakini anaweza kawa namba 6 pia. Ndio. So mpaka nakuja manake nimefanya analysis ya kutosha. Ndio. Na kwa sababu naiamini Simba yetu. Ndio. Na waamini mashabiki wa Simba. Juzi tulikuwa tuna mechi ya kwenye Simba Day. Yeah. Of course tumeona kikosi chetu, tumeona kikosi ambacho kinaenda kwenye mashindano ambayo yanatarajia kuanza ya ligi kuu pamoja na mashindano mengine ya kimataifa. Ndio. Ukiachana na ngao ambao tunaenda kucheza tarehe 12. Mwalimu wetu amejitahidi kujaribu wachezaji mbalimbali. Nadhani wote mliona walikuwa wanaingia hao, wanatoka hao, wanaingia hao, wanatoka hao. Lakini wote kwa pamoja tumeona tuna kikosi kizuri, wachezaji wanahitaji wakae pamoja zaidi ili mambo yaende sawa, lakini kila mmoja sasa imekuwa ni kiu ya kuona kwamba no, tunamhitaji na sisi mtu ambaye anaweza akaja kuwa sasa akaongeza chachu zaidi katika kuhakikisha kwamba Simba inaenda kufanya vizuri zaidi katika msimu huu ambao tunaenda kuanza 2026 2027. Ndio. Sasa kutokana nilipata hizo request nyingi. Ndio. Kila sehemu kwamba nao anataka kushiriki. Ndio. Kama sababu huyu tunaenda kufanya hapa atakuwa ni mchezaji ambaye mashabiki wanamhitaji. Na tunachoenda kufanya hapa ni kwamba inaenda kumshirikisha kila mmoja kumnunua yule mchezaji ambaye anamtaka. Na mimi nikakaa na timu yangu ya IT, wataalamu kabisa. Ndani ya siku 2 tu hizo wametengeneza mfumo ambao ni rafiki sana. Ndio. Mfumo ambao utaonesha, tutaweka pale pisi 100,000 na katika kila pisi inayonunuliwa ina countdown. Kama 100,000 ukitoa moja inapungua 99,999 na amount yake inaonesha ambayo imeshakuwa ni corrected. Na hii inakuwa live. Okay. Yaani mtu yote akiingia anaona live. Kwa hiyo sio vitu vya kunini. Ya kusema nyenye lipeni tu kama mimi nitawaambia nimekusanya shilingi ngapi, hapana. Wanasema mambo yanaenda kwa ushahidi, si ndio? Kila mtu anaona, na kama wewe kweli mwana Simba unamtaka huyo mchezaji, basi ukichangia unaona kwa mimi nimechangia na una haki ya kuuliza huyo mchezaji wetu yuko mchezaji anakosa goli pale unasema mchezaji wangu yule. Ndio. Kwa tunapeleka sasa umilikisho wa mchezaji kwa kila mwana Simba. Ndio. Yaani kila mwana Simba anaenda kumiliki yule mchezaji ambaye tutamnunua kwa pamoja. Sahihi. Safi sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu, kwanza nimepewa baraka zote na timu ya Simba Sports Club. Okay. Ndio. Wamenipa baraka. Na baada hii nadhani kutakuwa kuna press conference itaenda kufanyika kwa ajili ya kuwaambia sasa wana Simba, sasa twendeni kwa pamoja tukamlete X Factor wetu. Leo tarehe 10. Ndio. Dirisha linafungwa tarehe 15. Ndio. Technically ni siku 4. Tuseme 3 sababu tunatakiwa siku 3 na mambo mengine, siku ya kusaini hapa, kuna siku ya kufanya kuingizwa mfumo na nini. Ndio. Na niwahakikishie wana Simba, ndio, chochote kinawezekana. Chochote unachokiwaza wao kinawezekana. Yes. Nimekuelewa. Yaani maana yake kwamba tununue, yaani yote tuje tununue, tuje kwenye mfumo tununue, lakini chochote ambacho wao wanakiwaza kinawezekana. Okay. Kwa hiyo mimi nadhani wewe unaona fikiria nini? Umemuelewa, umefikiria nini? Mimi. Si wanachotamani watu huko nje. Ni nini? Kinawezekana lakini. Hicho wanachokifikiria. Ndo anasema hapa. Basi twende. Bwana Juma anaogopa watu wanamtamani Fei. Wanamtamani? Sio wanamtamani, wanamtaka Fei sana. Wana Simba niseme watu. Wewe ni mwana Simba. Kamanda, kuna jamaa yuko Canada. Kuna jamaa yuko Canada. Jezi 3 ziko sebleni kwangu. Tena hizi za expert unanunua? 10 nanunua. Asante kamanda. Na kuna mtu hapa yuko Canada anasema nasubiri kwa hamu jamani, yuko Vancouver pale. Anasubiri atie mzigo. Twende kwa. Anasubiri tu aambiwe unanunuaje. Na kwenye hili jemedari mimi nanunua 10, 3 Magunga amenuka. Magunga anataka kununua jezi au? mimi nitachukua 2 lakini 4 nyekundu. Lakini hapa nilikuwa nataka nizungumze kitu kimoja tu. Akishazindua hiyo kampeni, leo tu wana Simba hakikisha anachukua hata nakala 50,000 kwa sababu nakala 50,000 kwa laki ni bilioni 5. bilioni 5 inatosha kukamilisha. Lakini pia kwa kuongezea, twende kwa Jerut kwanza. Twende kwa Jerut.
tusije tukamaliza sisi. Tumeweka bei, watu walikuwa na propose kwamba tuweke 100,000 kwa jezi. Tukasema hapana, tunahitaji watu wengi wachangie. 100,000 ni kiwango cha juu sana. Lakini tukisema tukiweka 50,000, najua kila mwana Simba mwenye mapenzi ya dhati ya Simba na anataka kuhakikisha kwamba anashiriki kwenye kuleta furaha ya Msimbazi, aweze kushinda shilingi 50,000 kununua jezi moja kwa ajili ya X Factor. Sahihi. Kwa hiyo tumesema kwamba mfumo unaonesha jezi moja ni shilingi 50,000 na mfumo uko very simple, yani mfumo mwepesi ambaye kila mmoja anaweza akafanyaje akafanya malipo na akaona, na tumeweka kwa Kiswahili. Kwa inakuwa ni rahisi, sasa mtu yote anaingia anaona. Kwa hiyo ningependa kusisitiza kwamba uongozi wa Simba wote kwa pamoja wamebariki. Na soon tu itaenda kufanyika press conference, na hivi vitu vyote vitapatikana katika official pages za Simba, kwa sababu kwa pamoja tunavyosema nguvu moja, tunataka tuoneshe ni nguvu. Hapa ndo sehemu yake sasa. Yani hapa ndo mwana Simba anaonesha kwamba mimi mwana Simba natamani kile kitu ambacho mimi nakitamani. Kwa mmoja inawezekana vikachelewa, si ndio? Lakini kwa kuweka hii nguvu moja, yani kwa pamoja tunaweza kuleta kile kitu ambacho kila mmoja anatamani. Mimi niko na pendekezo moja. Tutamtofautisha vipi shabiki ambaye amenunua jezi ya kawaida na shabiki ambaye ametoa pesa kwa ajili ya X Factor? Pendekezo langu ilikuwa ni kwamba kwa mwana Simba ambaye atatoa 50,000 kununua jezi kwa ajili ya X Factor, siku ambayo mchezaji anatambulishwa, zile jezi zote zisainiwe na huyo mchezaji, ili shabiki atakapovaa ile jezi akaingia mtaani atambe kwamba mimi nimemnunua X Factor, ili next time, ili hii issue itakaporudia, mashabiki wengi wawe na shauku ya kuchangia kununua X Factor. Asi, unazungumzia jezi 100,000? Nadhani wangechukua wachache. Wanaweza kuchukua wakilishi. Watasimama wapi? Labda wachukulie wakilishi. Alafu pia kwenye kununua, mtu mmoja yuko Vancouver anataka kununua jezi 10. Sahihi. Labda wazo la Hans ni wazo zuri, na nadhani linaweza likatafutiwa modality likawa modified kidogo. Kwa mfano, ni kweli watu 100,000 ni wengi sana. Ni ngumu yeye Faisal akikaa mgongo unaweza kumuuma akashindwa kwenda kucheza dabi, au mchezaji mwingine mchezaji sana. No, mimi namtaja huyo. Ambacho kinawezekana, zinaweza kupatikana jezi nadhani labda 200 ambazo ni special edition, kwamba hizi amezisign X Factor, alafu zile zikaongezewa thamani kidogo, labda ndo zikawa hizo zinazouzwa 100,000. Sijui kama nimekuelewa, lakini pia mimi ningewaza kama huyo X Factor kishapatikana, si ndio? Si jezi namba 6 mgongoni, kila jezi atakayepewa iwe na jezi namba 6 mgongoni na jina la mchezaji. Another great idea pia. Of course, zuri. Bwana, kuna hela hapa, tutaenda kunywea nani, kamnyweso. Ngoja tutajiwe nani tulipe haraka. CPA twende kwenye utaratibu. Watu wanasubiri utaratibu. Ukoje? Utaratibu ni mzuri, kwamba utaenda tu Google pale, utaandika J-Root Shop Google hiyo. Ukiandika tu J-Root Shop utaona zitakuja pale, utaona J-Root Shop X Factor Prayer. Ngoja niandike. Sasa hii J-Root pia watu wajue, kwa sababu namna ya kuandika na mitandao ya kijamii pia tunaweka muda sio mrefu, lakini watu wanani, mwingine anaweza kaandika J-Root nyingine akaweka I akaweka Y. J-Root ni J-A-Y R-U double T-Y J-Root. Asante. Na ukiingia tu hapo unakutana na kitu kimeandikwa X Factor Challenge. Una click hapo. Sasa ambao hawana simu za kupangusa, hii hapa. Hamna sehemu imepostiwa au tayari? Ipo hiyo, imekaa vizuri Kwa hiyo mtu anabofya tu hapo. Ingia Google tu, andika J-Root na mtu anaweza kununua zaidi ya moja, sio? Ndio naanza kuelezea. Tuende kazi sasa. Naelezea. Ukishaingia hapo J-Root Shop, utaona X Factor Challenge. Ukiingia ndani utakutana na Warrior hapo. Imeandika kuna logo ya Simba, afu kuna logo ya J-Root hapo, umeona alafu kuna maneno hapo juu umeandika chagua aina ya idadi, weka namba, thibitisha. Hizo ndio stage za kufuata. Kwa hiyo unaona hapo umeandika
J-Root X Factor Challenge. Then naambiwa okay, chagua jezi, changia ndoto. Ndio. Hapo umeweka maneno afunga na fungua semi, nasema nunua jezi kumchangia mchezaji unayemtaka. Bei ya jezi moja shilingi 50,000, umeona? Lakini tayari wakati unaendelea tayari sasa imeshaletwa pale, watu mnaona ambao mnatutazama YouTube. Endelea. Ndio. Chini nakwambia lengo la kampeni. Lengo letu la kampeni ni kuuza pisi 100,000. Then hapa sasa unafuata nakwambia chagua jezi unayotaka. Then inakuja sasa. Kwa umeona hapa kuna jezi 3 hapo. Umeona kuna home kit ambayo ni nyekundu, unamwona Rushaini hapa amevaa nyekundu. Ndio. Kuna away kit ambayo pandisha tena juu mkono juu. Kama ulivyoweka hapo sawa ndio. Yes. Ndio. Yeah, kuna home kit unaona nyekundu. Ndio. Kuna third kit unaona hiyo blue, afu kuna away kit unaona ni hiyo hapo nyeupe. Sawa? Ndio. Sasa kwa mfano mimi hapa nataka nifanye live, ninunue live. Ndio. Ukienda huku chini unaona kabisa kwamba jumla ya malipo ambayo utaifanya kama umechagua 2 itaonyesha 100,000, kama umechagua 3 kwa 1,500,000. Number of years zimepungua hapo, unaona 99,993. Tulishafanya test ya kununua jezi 7. Okay. Ambao 7 mara 50,000 mbona 3,500, mbona amount corrected inaonyesha 3,000 hapo chini na nusu. Kwa hiyo katika kila amount ambayo katika kila amount ambayo unalipa inaonekana hapa. Yaani sio kama kusema vitu amount collected tayari inaonyesha pale. Inasema tumetest jezi 7 imeonyesha mfumo ishakusanya 3,000 na ngapi na 50. Lakini sasa katika kulipia namba ya kulipia unaona hapo tumeintegrate. Ndio. Tumeintegrate na kila mtandao. Okay. Yaani unaweka tu namba yako yote kama huko watu wa TX turudishieni tena hapo ndio. Kama huko kwenye let's say huko Mix by Us unaweka tu namba yako hapo. Inakupeleka moja kwa moja katika kulipia sasa kwenye upande wa Mix, si ndio? Okay. Kama huko Airtel itakupeleka moja kwa moja Airtel. Okay. Unaweka tu ni kama huko Voda itakupeleka moja kwa moja Voda. Kama huko Airtel kila mmoja. Kwa maana yake tumeavoid ile kusema kwamba tunaweka lipa namba moja. Zote zimekuwa integrated. Sasa mimi naomba nionyeshe mfano. Kwa mfano, mimi nataka nichukue jezi labda 20. Ndio. Si ndio? Sasa hapa naanza nadhani inaonekana. Inaonekana. Naanza hapa, tunaanza home hapa. Home simona hizi nyekundu na nikichagua hapa maana yake 1. Ndio. Na hadi na plus hapa, plus yake ya 2. Ndio. Hii ya 3, ya 4, ya 5. Si ndio? Sema ya 6. Rudia tena kuna alistaki hapo. No. Huko tuna delay kidogo answer kwa sababu tuko live huko. Lakini watu wanaona ndio. Kwa hiyo home nakuja kuchagua jezi nyingine ya blue labda nachukua nazo 6. 1 2 3 4 5 6. Nakuja labda hii hapa nyeupe labda 1 2 3 4 5 6. Jumla 18. Nataka ziwe 20. Naongeza hapa 1. Si ndio? Ndio. Haya, na hapa naongeza 1. Sawa? Ndio. Jumla ziko 20. Kwa hiyo nikija hapa inanipa muktasari wa jezi ambazo nimenunua, si ndio? Ndio. Inaniambia home away nimechukua 7, maana 7 mara 50,000 3,500. Away inaniambia nimechukua 6 mara 50,000 3,000 na third kit nimechukua 7 mara 50,000 maana yake 3,500. Jumla ya jezi 20, si ndio? Bei 50,000. Kwa maana jumla malipo ni 1,000,000. Hapa. Kwa hiyo imenipa summary, si ndio? Kwa hiyo naenda hapa kwamba number of jezi ambayo balance of course ilishatoka 7 ziko hapa. Kwa hiyo amount ambayo tumekusanya, kwa maana yake nikiaccept milioni hapo itakuwa 1,350,000 na kila mtu ataona live, si ndio? Kwa hiyo hapa nalipa kukupitia nini? Mimi natumia labda mtandao wangu mimi ni Yas hapa, si ndio? Kwa hiyo mimi namba yangu naweka hapa 0659. Angalia usitaje namba yako yote, watu watakupigia. Okay. Ndio. Ndio. Umeona hiyo? Watu nje huko. Kwa hiyo ukishaweka hapa inaniambia pay sasa. Pay 1 million. Push payment naenda hapa. Kwa hiyo nikienda moja kwa moja hii itanipeleka kwenye nini? Na push hapa.
moja kwa moja itanipeleka kwenye akaunti yangu ya nini, ya Tigo. Okay. Watu wa TX msije mkaonesha vitu vyote ikiwemo namba za siri na namba pia.